lakini kwa sababu ya tamaa ambayo iko ndani yako, ambayo inakusukuma kufanya zile vitu, inakufanya ya kwamba unaanza kutenda dhambi ya uzinzi, dhambi ya kuua, dhambi ya kuabudu miungu. Miungu ni ya watu, wako na miungu tofauti tofauti. Unapata kuna mtu miungu ni watoto wake, miungu ni pesa zake, vitu ambavyo unavipenda zaidi kuliko kumpenda Mungu. Hicho kitu ni umekifanya kuwa miungu katika maisha yako. Mungu anafaa kuwa wa kwanza katika maisha yako, alafu vitu vingine vinafuata baadaye. Lakini unapata ya kwamba kwa sababu ya ile hali ambayo iko ndani yako, ile msukumo ambao uko ndani yako, kwa kuwa wewe ni mwanadamu na umezaliwa katika dhambi, ile dhambi inakusukuma, inakufanya ya kwamba unaanza kuabudu miungu, unaanza kuabudu vitu vya dunia hii, unaanza kuvipenda. Kuna watu wako addicted hata na viatu, kuna watu wako addicted na mapambe, kuna watu wako addicted na viatu, na mavazi, kuna watu wako addicted hata na kazi, mpaka hana wakati na familia yake. Hizo types of addiction sio tu kukunywa pombe, kuvuta sigara, kufanya mambo mabaya, lakini pia kuna hiyo addiction ya vitu ambavyo ni vya dunia hii, kwa sababu ya ile msukumo ambayo iko ndani yako. Wewe unaona ni kwamba ni jambo la kawaida ama ni bidii, lakini ukweli ni kwamba hauna ule uhusiano na Mungu, na kwa sababu ya kutokuwa na ule uhusiano na Mungu, unajipata ya kwamba unafanya mambo ambayo siyo ya kawaida. Ndiposa kitabu cha Warumi inasema ya kwamba, lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Hivyo tunaona sheria ni muhimu katika maisha. Hata katika taifa lazima kuna sheria ambazo zimewekwa ili kuongoza taifa ile, na unapata ya kwamba wakati mtu anakiuka kinyume na sheria zile, kuna kughadhibika, kuna kuwajibika.